Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya leo. Kuna watu wamefanya analysis, walisema tuna roho mbili, Roho Mtakatifu na roho ya pombe. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa nini alisema hivyo? Ukitaka kupata kweli kabisa, kweli, labda huyu Roho Mtakatifu anaendesha vizuri, au roho ya Serengeti au Kilimanjaro, au wengine anaendesha vizuri. Katika hii unapata ukweli kamili. Tumsifu Yesu Kristo. Ni kweli, kwa sababu nimeshafanya experiment, nilipata vizuri. Ni kweli kabisa, ni kweli. Ninampa watu wamefanya hii experiment, walifanya vema, ni vema kabisa, lakini sio kila wakati. Wapendwa katika Kristo, somo la kwanza ya Dominika hii unasimulia hadithi ya jinsi Kristo hatimaye alitimiza ahadi yake kwa wanafunzi wake ambao walitii amri yake kwa uaminifu: usiondoke Yerusalemu mpaka wakili atakapokuja. Kwa mtazamo wa somo huu, kwa hivyo sherehe ya leo ni thawabu ya utii, uaminifu na uthabiti katika sala. Ni muhimu kutambua kwamba moja ya mambo makubwa ya sikukuu hii ambayo hayaeleweki kabisa na kuhudhumiwa ni zawadi ya udimi. Ni muhimu kufahamu mafundisho ya Paulo juu ya swala ya zawadi na kuzungumza kwa lugha katika Wakorintho ya kwanza sura 12 na sura 14. Ni zawadi ya bure kutoka kwa Mungu na haiji kupitia kujifunza na kufanya mazoezi. Tumsifu Yesu Kristo. Tuna mtu mmoja anatuchekesha, alisema, tuna familia moja walisema kesho asubuhi tutasali na lugha, speaking in tongues. Mtu hajasali hawezi kula chakula. Sasa tuna mtoto mmoja alisema mimi sijui kusali. Sasa aliona mdogo yake alianza ta. Alisema baba amesema vema. Wakati yeye alianza ja, baba alisema kimya, huyu ni uongo. Sasa kwenye zawadi ya speaking in tongues, wakati mtu anasema, lazima tuna mtu anaelewa kitu huyu anasema. Profeso yangu ya Kigiriki na Hebrew alienda siku moja, wakati wanasali watu wanasali na in tongues na udimi. Ni udimi, no? Ndio. Sasa yeye anasikiliza mtu anasali kwa Kigiriki na Kihebrew. Hii yaonesha ni kweli, hii lugha ni kweli. Sisi sote Mungu ameshakupa
vipaji yetu. Swala kubwa, tunatumia? Siku ya kipaimara yetu, siku hii tulipokea Roho Mtakatifu kamili. Hata siku ya ubatizo tulipokea, lakini kipaimara inakamilisha. Roho tumeshapokea, tunatumia? Wakati wengine hatujui zawadi yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Mtu yeyote anayesema lugha za uongo anamkufuru Mungu na kufanya uchafu. Hiyo ni dhambi. Kama huyu mtoto amesema jaja, sijui kama anajaa wapi, dhidi ya Roho Mtakatifu. Mitume walipewa zawadi hiyo ili kuwasaidia kueneza habari njema kwa watu mbalimbali waliokusanyika kutoka mataifa yote ili kuwasikiliza. Sasa watu wenye kujitoa walikuwa wakiishi Yerusalemu. Kila mmoja alishangaa kusikia watu hawa wakizungumza lugha yake mwenyewe juu ya maajabu ya Mungu. Hawakupewa ili kuongeza ubinafsi wao au kwa ubinafsi. Badala yake walipewa ili kujenga kanisa na kupeleka ujumbe wa uzima wa milele kwa wengine. Wakati wanakwaya wanaimba, wanatumia zawadi amewape kwa Roho Mtakatifu, anafanya mapenzi wa Mungu. Wakati walimu wanafundisha kwenye kanisa, pia wanafanya hivyo. Tuna vipaji 7, tuna matunda 12. Hii kila kitu inaonyesha kwenye maisha ya Wakristo. Katika somo la pili, Paulo atoa taarifa muhimu sana. Hakuna mtu awezaye kusema Yesu ni Bwana isipokuwa awe chini ya uvutano wa Roho Mtakatifu. Hii inamaanisha kwamba ni Mungu mwenyewe anayetuwezesha kupitia zawadi ambazo tumepokewa leo au siku ya kipaimara yetu, ili kutambua ukuu wa Kristo. Kutambua ukuu wa Kristo ilikuwa kazi ngumu kwa Shetani, kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa amemwacha. Kila wakati tunafanya vibaya, Roho Mtakatifu anatuacha. Kama Saulo, Mfalme Saulo kwenye Biblia, wakati alifanya vibaya, Roho Mtakatifu aliacha. Roho vibaya ataingia, ataendesha kufanya vibaya. Tumsifu Yesu Kristo. Kila wakati tunapotenda dhambi, Roho Mtakatifu anatuacha. Wakati tunarudi kwa Mungu kwa kufanya kitubio, Roho Mtakatifu anarudi tena kwenye maisha yetu kufanya upya tena. Tumsifu Yesu Kristo. Ukweli wa wazi ni kwamba wakati Paulo anatumia maneno sema Yesu ni Bwana, yeye si tu akimaanisha tamko la fasihi ya Bwana wa Kristo. Badala yake anamaanisha kufanya Yesu kuwa Bwana wa maisha ya mtu. Ili kufikia hili, mtu anahitaji kusadikika kwa Roho Mtakatifu. Kusema Yesu ni Bwana ni kuishi na kweli kuwa naye kama Bwana wa maisha ya mtu. Ni wale tu wanaoongozwa na Roho Mtakatifu ndio wana na binti za Mungu. Ni roho tunayopokea ambayo kwa hivyo
itatuchochea kutangaza ukuu wa Kristo. Ulipokea roho ya uwana, na kwa yeye tunalia Baba wa Aba. Roho hushuhudia kwa roho yetu kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Katika Injili ya leo tunamuona Mungu wa Utatu akifanya kazi, kila mmoja akifanya na kukamilisha kitendo chake, na bado ameungana. Walifanya kazi kana kwamba walihusika katika mbio za kurudisha nyuma, ambapo kila mmoja alitoa kijiti kwa mwingine. Walakini licha ya hii, hakuna hata mmoja wao aliyekuwa mpole wakati wowote. Yesu anasema, kama vile Baba alivyonituma ndivyo ninavyowatuma ninyi, mpokei Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu tuliyempokea leo hajaja kuchukua nafasi ya Kristo. Badala yake amekuja kutusaidie kufikia kile alichomsaidia Kristo kufikia. Kwa hivyo roho hiyo hiyo inatuwezesha kuhama ili kushuhudia mkuu wa Kristo. Ni Pentekosti mpya. Kwa hivyo tunamsihi Bwana, tuma roho yako Bwana, na usasishe uso wa dunia. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Hivi karibuni tutasoma imani inasema, na sadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana namleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Wapendwa katika Kristo, Roho Mtakatifu ni kama injini ya gari. Bila injini gari hawezi kutembea. Ndio, kutembea ni mtu, sio gari. Tumsifu Yesu Kristo. Hii ni kazi ya Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu ni moja. Kwa sababu Jumapili ijayo ni Dominika ya Utatu Mtakatifu. Utaona kazi ya Roho Baba, Roho Mtakatifu, Roho Mwana, Roho Baba. Tumsifu Yesu Kristo. Leo tunaomba Roho Mtakatifu kufanya upya. Roho tumeshapokea siku ya kipaimara yetu na siku ya ubatizo yetu, kwa sababu bila Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu hatuwezi kufanya chochote. Tuombe kwamba Roho Mtakatifu atujalie kutuimarisha, kututangazia, kutufanya upya, kututie moyo na kutufanya mashahidi wa kweli wa Kristo hadi tuje kwenye urithi wetu wa mbinguni. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.